Mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba amekemea vikali watoto kujihusisha na mitandao ya kijamii, akisema utandawazi umekuwa ni chanzo kikubwa cha mmomonyoko wa maadili kwa watoto. Komba ametoa onyo hilo katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika ambapo kimkoa yamefanyika katika kata ya Nyawilimilwa, na kusema watoto wamekosa hekima na adabu kwa kuiga utamaduni wa watu wengine. Jifunza kwenye mitandao ya kijamii. Changamoto ya utandawazi imekuwa kubwa, na changamoto hii imekuwa ikileta shida ya mmomonyoko wa maadili. Wako watoto hawana nidhamu, wako watoto wanafanya matendo ya ajabu, wako watoto unaangalia mavazi yao ni ya ajabu. Mambo haya ya mmomonyoko wa maadili ndio ambayo yanasababisha taifa letu linaanza kupata watu ambao kwa kweli wana mambo ambayo hayaeleweki. Kwa sasa kumekuwa na changamoto ya watu wanaojiuza miili yao, ni kwa sababu ya mmomonyoko wa maadili. Kumejitokeza changamoto ya watu ambao wanajihusisha na mapenzi ya jinsia moja, ni kwa sababu ya mmomonyoko wa maadili. Nitoe rai kwenu watoto, lindeni kesho yenu kwa kujilinda zaidi na kujizuia kutoiga tamaduni zisizofaa ambazo zinasababisha mmomonyoko wa maadili. Nalo shirika lisilo la kiserikali Plan International kupitia meneja wake wa kanda ya Ziwa Rahman Mwangosi, wakati wa kukabidhi vitimwendo kwa watoto walemavu mkoani Geita, amesema takwimu za ukatili kwa watoto kanda ya Ziwa zimepungua na kuwataka wazazi kufichua vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Ukatili ni tatizo bado kwa Tanzania. Labda nikitoa takwimu kidogo kwa upande wa Tanzania, tukizungumzia mwaka 2022 mpaka 2023 kuna ongezeko la ukatili wa watoto kutoka watoto 12,000 mpaka watoto 15,000. Lakini tatizo kubwa kama nilivyosema ni ukatili wa kijinsia, kwa maana kwamba mimba za utotoni na ndoa za utotoni, ambapo tukizungumzia kwa huo mwaka 2022 mpaka 2023 kulikuwa na idadi ya watoto takriban 1578 kwa mwaka 2022 na ikapungua mpaka 1550 hivi kufikia mwaka 2023. Lakini unaweza kuona kwamba ni idadi ndogo ya hiyo punguzo, kwa maana kwamba ni watoto wachache ambao wanafanyiwa ukatili, lakini hatuwezi kusema hivyo kwa sababu kila mtoto ana haki. Hata angekuwa mtoto mmoja akifanyiwa ukatili, sio jambo ambalo linakubalika na jamii. Naye mratibu wa miradi ya shirika hilo mkoani Geita, Zamda Magoa, amewasihi wazazi kuwa nguzo ya usalama na ulinzi kwa watoto hasa wenye ulemavu ili waweze kujiamini kama watoto wengine. Shirika Plan International sisi tunalenga hasa ulinzi na usalama wa mtoto, na tunapokuwa tunaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika inatugusa moja kwa moja kutoa hamasa juu ya haki za watoto, lakini pia ukatili, ulinzi dhidi ya vitendo vyote vya ukatili kwa watoto wetu. Kwa hiyo wito wangu kwa wazazi na wanajamii yote ni kwamba kuhakikisha kwamba tunaungana wote kwa pamoja kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa salama, wawapo shuleni, wawapo majumbani, wote tunakuwa na jukumu moja la kuhakikisha kwamba watoto wapo salama. Tutoke, tuzungumze, tutoe ripoti, tutoe taarifa za vitendo vya ukatili ili watoto wetu waweze kuwa salama na ili tuweze kuwa na jamii salama. Afisa maendeleo ya jamii Manispaa ya Geita Cuthbert Biabato amelishukuru shirika hilo la Plan International kwa msaada wa vitimwendo kwa watoto hao na kusema itaongeza chachu ya kujifunza, huku wazazi wa watoto wakieleza changamoto walizopitia kabla ya msaada huo. Shukuru wadau kwa kuweza kutupa msaada kwa ajili ya watoto wetu ambao ni wenye mahitaji maalum. Tunajua tuna changamoto ya watoto wenye mahitaji maalum katika halmashauri yetu. Kama tunavyoona, shirika hili au wadau wetu wameweza kuwasaidia kuwapa hizi nyenzo ambavyo ni vitimwendo kwa ajili ya kuwasaidia katika shughuli zao mbalimbali. Tunajua watoto hawa wanaishi katika mazingira hatarishi na wengi wao wanakuwa hawaripotiwi, wengi wao wanakuwa wanabaki nyumbani, jamii inakuwa inawaficha. Lakini kwa kuonyesha mfano bora kwa watoto hawa, tunaamini jamii wataweza kutupatia watoto hawa na kuweza kuhusika katika masuala mbalimbali, hasa masuala ya kielimu. Tunaona hivi vitimwendo ni vitimwendo vya kisasa ambavyo vitawasaidia watoto hawa katika matumizi mbalimbali ikiwemo ya kijamii. Kwa hiyo tuendelee kuwasisitiza jamii kutoa rai kwamba
watoto wao na wenyewe wana haki zao sawa ambazo zinaweza kuwasaidia kupata elimu bora au kupata vitu ambavyo vinastahili katika jamii kwa ajili ya kuwaendeleza katika maisha yao. Napenda kushukuru sana kwa shirika hili la Plan International kwa ajili ya msaada wa basikeli hizi ambazo wametupatia. Kwa kweli tunashukuru sana, ili watoto wetu waweze kwenda shule vizuri. Hata wengine ambao makampuni mengine ambayo hiyo karibu katika serikali yetu hii, basi tunayaomba yazidi kuweza kutusaidia, kuwasaidia walemavu waige mfano huu. Tunashukuru sana. Changamoto aliyokuwa anapitia, mara ya kwanza kabisa alikuwa anajiona mpweke wakati akiona wenzao wanatembea. Yeye alikuwa anapitia changamoto ya kuona kama vile anatengwa. Ila nilimsihi kama mama, nikamwambia usikate tamaa. Kuna wengine wapo wa hivi, inabidi uwe na ujasiri. Kupitia yani utakapokupeleka shule, utakutana watoto wenye mahitaji maalum kama hawa, na utajiona na wewe ni miongoni mwa watu wenye wa kawaida kabisa. Hii ni Nyota Reis kutoka mkoani Geita. Jina langu ni Jenny Barnabas.